Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 3 na ya 5 hadi ya 16. Ni habari za Yesu ambaye alikuwa ameenda kwenye sikukuu huko Yerusalemu. Wayahudi walikuwa na sikukuu 3: sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya Pentekoste na sikukuu ya vibanda. Yesu alienda kati ya hizo sikukuu katika habari za dini yao. Akifika pale Yerusalemu, alikwenda moja kwa moja katika mlango wa kondoo kwenye bwawa ambalo lilikuwa linaitwa Betdhatha katika lugha ya Kiebrania. Betdhatha maana yake imetokana na maneno haya mawili. Bet maana yake ni nyumba, alafu dhatha maana yake ni rehema. Hivyo eneo hilo ilikuwa ni nyumba ya rehema. Katika hilo eneo lenye jina la nyumba ya rehema, wagonjwa wengi waliokuwa wanahitaji uponyaji, wakiamini uweza wa yale maji kuweza kuwaponya, walikuwepo pale. Kwa nini? Waliamini kwamba malaika hushuka na kuweza kuyagusa au kuweza kuyatibua yale maji, na yeyote ambaye atakuwa wa kwanza kuingia katika yale maji anaponywa. Kwa hiyo matumaini ya wagonjwa wengi yakawa yakisubiria lini malaika atakuja kutibua yale maji waweze kupona. Yesu anakwenda kwa mgonjwa ambaye alikuwa amekaa pale kwa muda wa miaka 38 akiwa amekata tamaa. Yesu ni rafiki wa wale wote wasiokuwa na rafiki. Huyu mgonjwa aliyekuwa na ugonjwa wa kupooza, malaika akija kutibua yale maji, wale waliokuwa na uwezo walikuwa wanakimbia kwenye yale maji, alafu yeye anashindwa kuweza kuingia. Miaka 38 amekaa pale anasubiri ili nani wa kuweza kumpeleka kule, na hakumpata. Habari njema ikaja. Yesu ambaye ni rafiki wasiokuwa na rafiki akafika pale. Mara nyingi twajifunza ili jambo kwamba unaweza ukakaa kwa muda mrefu sana ukisubiri rehema ya Mwenyezi Mungu katika jambo gumu ambalo wenzako wanatoka wanafanikiwa, lakini wewe umebaki hapo hapo. Wote mpo katika eneo moja, mnasubiri rehema ya Mwenyezi Mungu. Wenzako wanafanikiwa, wewe umebaki hapo na ukazani Mwenyezi Mungu haja kuona. Habari njema kwamba Mwenyezi Mungu analifahamu tatizo lako, anakujua jinsi ulivyo. Ndio maana Yesu alipotoka huko moja kwa moja akamwendea yule aliyekuwa amekaa pale na ugonjwa wake wa kupooza zaidi ya miaka 38. Anafika pale, anamuuliza swali tu moja: wataka kuwa mzima? Huyu bwana ambaye yeye alikuwa amekata tamaa, ameachwa, alitambua wazi kabisa kwamba hawezi kupona. Lakini Yesu anafika pale anamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Maanake ndani mwake maamuzi ya kuweza kuwa mzima yalikuwa yametoka ndani mwake. Fikra zake, mawazo yake yalikuwa kwamba mimi siwezi kuwa mzima mpaka maji yatibuliwe. Wakati watu wengine pale walikuwa wanasubiri maji yale yatubilie, malaika aje ayatibu yale maji, wakati akili zao zinatazama pale maji, huyu bwana yeye macho yake yakamtazama Yesu. Na hadi leo tuna kundi kubwa sana la watu ambao wamepigwa upofu. Badala ya kuweza kumtazama Yesu mwenye uwezo wa kuweza kuponya, bado watu wanatazama maji ya upako, mafuta ya upako. Hawataki kuweza kumtazama Yesu. Huyu aliyekuwa amepoza alimtazama Yesu, na pale kulikuwa kuna watu wengi sana. Akafanya mazungumzo na Yesu. Watu wanasubiri ishara na maajabu badala ya kuweza kumtazama Yesu. Watu wanasubiri mtu fulani aje anifanyie muujiza. Wanasahau uweza wa kimungu ambao uko ndani, kwamba ninataka kuweza kuwa mzima. Wanasahau kitu kama hicho. Yesu anakuja, anamuuliza, unataka kuwa mzima? Yule bwana alikuwa amefungwa na mitazamo hiyo ya nje. Baadaye Yesu akamwambia, fanya kile ambacho huwezi kukifanya. Maana yake nini? Akamwambia, chukua
godoro lako, jitwike godoro lako, uende. Kile ambacho huwezi kukifanya kibebe. Acha kutoa lawama, acha kuwasingizia wengine, acha kusema kwamba fulani ananitangulia. Fanya kitu. Na yule bwana akalitii neno la Yesu, akafanya jambo, na baadaye yule bwana akawa ni mzima, akatembea. Yesu mpaka sasa anasubiri ufanye kitu kile ambacho hujawahi kukifanya. Yesu hataki ukae unasubiri tu na mawazo yako ya kuweza kuwaona wengine kama wamekuwa ni chanzo cha kufanya ubakie hapo. Anataka uinuke, ujitwike godoro lako, utembee. Fanya kile ambacho huwezi kukifanya, nawe utakuwa ni mzima. Usisubirie miujiza, usisubirie maji ya upako, usimsubirie malaika. Fanya kile ambacho unaweza nacho. Huyu bwana alipotoka hapo, amebeba godoro lake, akaingia katika shida na viongozi wa dini yake, yaani viongozi wa dini ya Kiyahudi, kwa sababu alibeba godoro siku ya Sabato. Wanamuuliza, ni nani aliyekuamuru ujitwike godoro siku ya Sabato na kwamba sheria inakataza? Akasema, yule aliyeniponya ndio aliniamuru nifanye mambo hayo. Hakumjua kwamba ni Yesu. Twajifunza kitu gani? Baadhi ya viongozi wengi wa dini wakitoa huduma za uponyaji kwa watu ni kujitangaza. Mabango mbalimbali huko, fulani anafanya miujiza, amenyanyua viwete, amefufua wafu. Usije ukajitangaza, ukaanza kutangaza jina lako. Mwangalie Yesu. Hakujitangaza, hakuanza kumwambia huyu mtu mimi ni Yesu unijue. Alipofanya kile ambacho alikuwa anapaswa kuweza kufanya, akaondoka. Nawe katika huduma, fanya kile unachopaswa kuweza kufanya, ondoka. Usitake jina lako, usitake umaarufu, usitake vitu vingine. Jifunze na uchukue hatua. Baadaye anamkuta huyu ndugu akiwa hekaluni. Nadhani alienda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uponyaji. Yesu anamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Maana yake nini? Huyu bwana alitenda dhambi, na ile dhambi aliyokuwa ameitenda alimkosea Mungu na pia akaikosea jamii. Mara nyingi sana tukiwakosea wenzetu, tukimkosea Mwenyezi Mungu, yale matendo mabaya niliyokuwa nimefanya yanaanza kunirudia katika mawazo. Dhambi nilizokuwa nimezifanya zinaanza kunirudia katika mawazo. Ninakosa amani, ninakosa furaha. Usipotamkiwa neno la msamaha, usipoambiwa kwamba umesamehewa hiyo dhambi, dhambi ya kutokusamehewa, unapoendelea kujishutumu ndani mwako, inaweza kukupelekea ukapata ugonjwa wa kupoza. Mara nyingi sana magonjwa kama haya ya kupoza ni kwamba mtu alikuwa katika mawazo fulani, jambo fulani baya ambalo kama litenda. Na hatua ya kwanza ya kutopata ugonjwa wa kupoza, nenda haraka sana, kimbilia kiti cha rehema, kaungame, izungumze ili uwe mnyenyekevu. Na katika kiti cha rehema usikie sauti ya Mwenyezi Mungu kupitia padi, naambia kwamba Mwenyezi Mungu amekusamehe dhambi zako, nenda na amani. Uponyaji unatokea. Usipotamkiwa neno la msamaha, ile dhambi ikakutesa ndani ya maisha yako, mwishoni utaishia kupata huo ugonjwa wa kupoza. Na Yesu anamwambia, usitende dhambi tena, ishi maisha mema, utakuwa mzima. Nawe katika safari ya maisha tusitende dhambi, tusije tukapata magonjwa mengine. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.